Ziara ambazo zinaibua mafanikio makubwa visiwani Zanzibar. Kwa mara ya kwanza, Rais wa Mozambique amekuja Zanzibar kwa ajili ya mashirikiano baina ya nchi ya Zanzibar pamoja na nchi yake kwa mashirikiano ya uchumi wa bluu, lugha, mafuta na gesi pamoja na utamaduni. Je, hali hii itasaidia vipi wananchi katika kuibua mafanikio makubwa visiwani Zanzibar? Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anaelezea jinsi gani mafanikio yatapatikana kwa ushirikiano baina ya Zanzibar pamoja na Mozambique. Italeta chachu ya kuendeleza ushirikiano baina ya nchi zetu mbili. Sasa katika mazungumzo yetu ya leo ni kwamba tumeonyesha maeneo yenye fursa ya ushirikiano kati yetu. Bila shaka kuna maeneo mengi, lakini kwa hapa Zanzibar fursa ziko katika maeneo ambayo tumeyataja kama matatu makuu. La kwanza ni eneo la utalii, na wao wamefurahi sana kuweza kupata fursa ya kushirikiana nasi katika kujifunza, kubadilishana uzoefu juu ya eneo la utalii, kizingatia kwamba Mozambique kama ilivyo Zanzibar ina sehemu kubwa ya fukwe au tuseme eneo la coast. Kwa hiyo wamependa kujifunza kutoka kwetu kutokana na hatua tulioipiga hapa Zanzibar, tukiwa sehemu kubwa ya uchumi wetu inaletwa na utalii. Lakini eneo la pili ambalo tumelizungumza la muhimu sana ni mafuta na gesi. Kama mnavyotambua, Msumbiji wako mbele sana na wameanza zamani sana. Zaidi ya miaka 20 sasa wanafanya shughuli katika mafuta na gesi katika sekta hiyo. Kwa hivyo wana uzoefu wa kutosha ambao tungeweza kujifunza kutoka kwao. Lakini vile vile tunaweza kama walivyozungumza wenzetu wa kule Tanzania bara, upo uwezekano wa kununua gesi kutoka Mozambiki kuja Tanzania. Eneo la tatu ni uvuvi, na hususan uvuvi wa bahari kuu. Leo baada ya mazungumzo yetu hapa watapata fursa ya kwenda kwenye taasisi ya Deep Sea Fishing Authority iliyopo hapa Zanzibar kuweza kupata maelezo ya kina juu ya fursa zilizopo katika eneo hilo. Ni eneo ambalo tukilifanya vizuri linaweza kuchangia kwa kiwango kikubwa uchumi wa nchi zetu mbili. Kwa hivyo kwa ufupi niseme kwamba nimefurahi kumkaribisha mgeni wetu. Tumefanya mazungumzo ambayo bila shaka yatafuatiwa na utendaji. Hatuna wasiwasi kwamba yatakuwa na tija kubwa kwa nchi zetu mbili. Lakini vile vile kama mnavyotambua, ukiacha uchumi na diplomasia na mambo mengine, nchi zetu hizi zina udugu wa asili kabisa. Vyama vyetu, Chama cha Mapinduzi wakati huo TANU na Frelimo, ni vyama ambavyo vina uhusiano mkubwa, na kama mtakumbuka Frelimo ilianzishwa hapa Tanzania. Kwa hivyo wao wanaridhika na uhusiano tuliokuwa nao kichama na kiserikali. Na vile vile tumezungumza habari za kiutamaduni, kwa sababu utamaduni wetu unafanana. Wako wananchi waliokuwa wananchi wa Msumbiji wengi hapa Zanzibar, na baadhi yao pia walishiriki hata kwenye mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo tuna udugu wa damu kabisa, na wananchi wengi hapa wameweza kupewa uraia, sasa hivi ni raia wa Tanzania. Kwa hivyo udugu huu tuliokuwa nao na ushirikiano huu bila shaka kwa ziara hii utaendelea kuimarika. Na mwisho kabisa tumezungumza swala la lugha. Kama mnavyotambua wenzetu kule wanazungumza Kireno na sisi tunazungumza Kiswahili. Wangependa tuwapatie waalimu wa Kiswahili, na wao wanaweza kutupatia waalimu wa kufundisha katika taasisi zetu na vyuo vyetu hapa lugha ya Kireno. Ni taarifa njema kwamba Zanzibar ndio mlimaji mkubwa wa mwani katika bara la Afrika. Kwa hiyo lipo la kujifunza kutoka kwetu. Lakini sisi pia tutazungumza nao kwenye swala la soko la mwani, soko la samaki. Kama mnavyotambua wavuvi wetu wamekuwa wanavua katika maeneo haya. Tuna Pemba ya Zanzibar, tuna Pemba ya Msumbiji.
na ukienda Pemba ya Msumbiji utawakuta Wapemba wa Zanzibar wako wengi sana pale, na pamoja na Watanzania kwa ujumla wanafanya biashara mbalimbali. Kwa hiyo uhusiano huu utasaidia sana katika kuweza kuongeza upatikanaji wa soko la bidhaa zetu. Kwa upande wa lugha kama tulivyosema, kuna fursa mbili. Moja ni ya kubadilishana walimu, ili walimu wetu waende kule wakawafundishe Kiswahili na walimu wao waje hapa watufundishe sisi Kireno katika taasisi zetu. Lakini hatutoishia hapo. Umuhimu wa kuwapeleka watu kujifunza, wanafunzi pia kujifunza kule na wao kuja huku, nalo litaangaliwa na hatimaye zipo faida nyingi za kujua lugha mbalimbali. Kwa mfano hiyo uliosema lugha ya Kireno, Zanzibar imekuwa inapata watalii wa Kireno wachache. Ipo haja ya kufanya promotion ya utalii wetu Portugal na nchi nyingine zinazozungumza Kireno. Na kwa maana hiyo tukiweza kuwa na watu wanaozungumza Kireno itatusaidia katika kukuza utalii wetu vile vile. Ni jambo ambalo ni moja katika sekta za ushirikiano ambazo tumekubaliana kuendeleza. Kutoka viwanja vya Ikulu ni mimi Rayyan Hamadi Faki, nyuma kamera Habiba Salu. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.